kwenye kilimo na kwenye ufugaji. Kwa hivyo tunategemea kwamba uwanja huu utaleta mapinduzi makubwa kwenye eneo hilo. Kazi kama hii inayofanyika hapa Shinyanga kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege ambao umefika 80%, pia inafanyika kwenye mikoa mingine, na sehemu kubwa ya viwanja hivi 11 vinavyojengwa na serikali, viwanja vimekamilika. Sasa serikali inaanza kupanua wigo kwenda kwenye kuongeza viwanja katika maeneo ambayo hayana, lakini tunahamisha viwanja kwenye maeneo ambayo viwanja vilivyopo kumeonekana changamoto za kijiografia. Mojawapo ni uwanja wa Bukoba. Sasa mengi tutakwenda kuzungumza kwenye mkutano, lakini mtambue kwamba huu ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali ya awamu ya 6. Mradi huu ulianza tangu mwaka 2017, lakini utekelezaji wake umeanza mwaka 2023 na sasa tumefika 80%. Matarajio yetu ni kwamba mpaka mwezi wa 6, hata kama tutakuwa tuna nyongeza ya muda itakuwa ni kidogo, mradi huo umekamilika uanze. Sawa jamani, nawashukuru sana. Huu uwanja hapa kwa urefu wa mita 2200, ndege zetu zile Bombardier Q400 inaweza kutua hapa, lakini kwa urefu huu hata Airbus inaweza kutua hapa. Kwa hiyo ni uwanja mrefu na utatusaidia sana kwa matumizi ya eneo hili la mkoa wa Shinyanga. Asanteni sana. Sasa ndugu zangu, nafikiri this is very enough. Tunaweza kuingia kwenye magari. What is next? Na mimi kwa sababu natoka kwenye utangazaji, najua umuhimu wa muda huo. Television zote ziko tayari zinasubiri, ukianza kuchelewa hapo mimi ni mwenzao, tunaona sasa hata wewe. Lakini jamani, hongereni sana, uwanja mzuri na mtafika kio hapo kwa sio? Unajua hizo kuta mnafanyaje? Tunapiga rangi au mtaweka matizo?